Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wetu na marafiki wetu mkiwa kule nyumbani, tukitaka kuwakaribisha kwa ibada hii ya Swahili. Mungu awabariki. Mnatupata kwa mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Naomba sasa tuweze kuomba pamoja ili tuanze ibada yetu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa sababu ya mwezi huu wa 5. Umetembea nasi Mwenyezi Mungu kutoka mwezi wa 1 na sasa tumeingia mwezi wa 5. Tunakushukuru sana kwa unyenyekevu. Tunaomba asubuhi hii tunapoanza ibada hii ya Swahili ya kwamba Mwenyezi Mungu utatubariki. Mkono wako Mwenyezi Mungu uendelee kuwa pamoja nasi. Na tunaomba kwa sababu ya Wakristo wetu na marafiki wetu wakiwa kule nyumbani katika sehemu mbalimbali, ya kwamba utaendelea kuwabariki na sana sana uwafufie Roho wako Mtakatifu. Naomba Mwenyezi Mungu uendelee kuwaelekeza katika njia zao za kila siku na uendelee kuwasimamisha katika janga ambao Mwenyezi Mungu imetukuba katika mataifa yote. Tunajua wewe ndiye dawa na wewe ndiye kila kitu katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu endelea kuwa pamoja nasi. Tupatie afya yako kutoka kiti cha enzi na uendelee kubariki madaktari wetu wote na wizara ya afya na serikali yetu na wote ambao wanahusika. Mwenyezi Mungu, tunajua wakati huu janga hii imefanya watu wengi wameathirika sana katika njia hii na ingine, lakini Mwenyezi Mungu, wewe ni mwaminifu na neema yako na mkono wako utaendelea kuwa pamoja na wao. Tunapoanza ibada hii, tunaomba Mwenyezi Mungu tubariki, uwe pamoja nasi na uendelee kutuelekeza. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Katika vitabu vyetu vya sala nitasoma mistari michache. Mtu muovu atakapoghairi na kuacha uovu wake aliyoutenda na kutenda yaliyo halali na ya haki, ataponya roho yake nayo itakuwa hai. Nimeyajua mimi makosa yangu na dhambi zangu mbele yangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Tutaimba wimbo katika nyimbo standard, Mteteeni Yesu, wimbo 373. Mteteeni Yesu. Mteteeni Yesu, mulio askari, inueni beramu, mkae tayari kwendana vitani, sisi hatuchoki hata washindwe pia, yeye amiriki. Mteteeni Yesu, vitani vikali, leo siku ya Bwana atashinda kweli. Waume twende naye, adui ni wengi, lakini kwake Bwana tuna nguvu nyingi. Asanteni sana Wakristo wetu mkiwa kule nyumbani. Mungu awabariki. Tutaimba vifungu ambazo zimebaki tutapokuwa tunakaribisha mchungaji wetu wakati
wa kuhubiri. Sala ya Jumapili ya 4 baada ya Pasaka. Jumapili ya 4 baada ya Pasaka. Mwenyezi Mungu ambaye peke yako waweza kusiongoza nia kaidi na mapendekezo ya wenye dhambi, uwajalie watu wako wayapende aliyoyaamuru na kuyataka aliyoyaahidi, ili katika dunia hii isiyo na raha mioyo yetu istarehe huko kunako furaha za kweli, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Somo ambalo litatuongoza katika ibada hii, ni Waefeso 6, Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 18. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 hadi mstari wa 18. Na tusome. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali umejifunga kweli viunoni, na kuvaa dili ya haki kifuani, na kufungwa miguu utali tupatao kwa ajili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kusimama mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkeshe kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Hili ndilo neno la Bwana. Sifa siwe kwa Bwana. Basi Wakristo wetu na marafiki wetu, tukiwa kule nyumbani, ili sasa tumkaribisha mchungaji wetu ili aweze kutuletea neno. Tutaendelea kuimba wimbo huo ambao tuliimba vipengele mbili. Sasa tutaimba zenye zilibaki, wimbo wa Mteteeni Yesu 373. 373. Mteteeni Yesu mwenye ushujaa, nguvu zenyu za mwili hazitatufaa. Silaha ya Injili vaeni daima, kesheni mkiomba, sirudini nyuma. Mteteeni Yesu vitani vikali, wengi wamdharau hawamkubali, ila atamiliki tusitie
Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kusikia neno lako. Tunaomba ya kwamba wakati huu tukisikia neno lako utanena na kila mmoja wetu na utatushindania vita. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Msikilizaji wangu, jina langu ni Mchungaji Charles Chege Kariuki. Nampenda Bwana kama Mwokozi wa maisha yangu. Huyu Kristo amekuwa Kristo mwema, amekuwa Bwana mwema, na amekuwa wa kunishindania katika yale ambayo mimi ninapitia. Wakati kuna janga, na ni janga kubwa. Jambo hili halijaonekana kwa muda, ama pengine kizazi ambacho tuko uhai, tunaweza sema ya kwamba hili si jambo ambalo limepatikana wakati sisi tuko vitani. Lakini kumekuwa na shida ambazo ni regional. Pengine kuna tribal clashes, kuna sijui vita vya uchaguzi na vitu kama hivyo hapa Kenya, Uganda, Nigeria na ulimwengu wote. Kumekuwa na shida hapa na pale. Lakini sasa ile janga tuko ndani yake ni janga ambayo imefanya wale ambao wanapenda hali ya anga hawawezi safiri huko wakiwa na mandege zao, kwa sababu hiyo mambo imekoma. Na hili jambo ni ngumu. Na mtu anaweza jiuliza, na sasa hii tutatoboa aje? Tutaweza aje? Lakini Paulo katika lile somo ambalo ametupa siku ya leo katika Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka 18 anatuambia mambo ambayo ni muhimu sana, ambayo kila Mkristo akijua haya mambo utaishi ukiwa salama, utaishi vizuri na hutakuwa na hofu kwa sababu ya kujua ukweli huu. Biblia inasema hivi katika Yohana ya kwamba tukiujua ukweli tutawekwa huru na tutawekwa huru kweli. Na kwa hivyo langu leo ni kuweka maneno haya ili tujue katika hii vita ambayo tuko, je, utaenda aje? Hapa Nairobi tumekuwa na shida ambazo watu saa zingine wanatawanyika na hawataki kusikia jambo lolote. Na katika nchi yetu ni nchi nzuri, kuna kikosi ambacho kinarudisha amani, kinaitwa GSU. Hata ukiwa na ndugu yako anafanya kazi katika hicho kikosi, wakati amejivalia, amejipamba, huwezi mtambua. Hata kama ni mtoto wako hawezi kujitambua. Lakini wakija, kila mtu anafuata laini, kwa sababu hao hawezi kuja tu na tai waanze kusema ndugu zanguni. Wanakuja kurudisha amani mahali ilikuwa watu wamekiuka. Kama ni kupiga foleni, kama wakati watu hao viongozi wetu wa kisiasa wakipeana chakula, kwa sababu sisi wa Kenya tunapenda sana kupigania vitu, usiende kupeana tu chakula hivi hivi. Tafadhali uliza Inspector General akupatie tu hao wandugu wachache wa General Service Unit. Hakuna mtu atapigania hiyo chakula. Watu watachukua chakula na adabu na wataenda nyumbani wakiwa salama salimini. Na Paulo analeta picha ya huyo askari, lakini alikuwa anaongea juu ya askari wa Kirumi, akileta maana kwa maisha ya Mkristo. Anasema hivi, mstari wa 13, anasema, kwa sababu hiyo vaeni silaha za Mungu ili siku zote, ili siku ile atakapofika mweze kupinga mashambulio ya adui, na mkisha pigana mpaka kwisha mtakuwa bado imara. Ni mzuri niseme maisha ya Mkristo ni maisha kama ya askari. Anapambana na changamoto. Kuna vitu vitakupinga kama Mkristo.
Kama hujui utafanya nini, basi utashikana. Na hayo ndiyo mambo ambayo ningetaka kushiriki na wewe ambaye unanisikiza sasa. Na anasema hivi, katika kiuno chako kuwa mtu wa ukweli. Na ukweli ni jambo muhimu sana. Watu wanaanza kudanganya wakiwa mapema sana, wakiwa vitoto. Wakienda shuleni wanaulizwa, umechelewa shule kwa nini? Yule mtoto ambaye ni mwaminifu anasema, mwalimu, mimi nililala, nimestukia tu saa zimeenda. Lakini saa zingine tuna watoto wakorofi wanasema, mimi niliamuka, baba na mama walikuwa wanapigana. Mwalimu anaona kama umechelewa kwa sababu ya baba na mama kupigana, haidhuru enda kwa klasi. Lakini ukweli wa mambo, baba na mama hawakuwa wamepigana. Kuna wazazi kama mimi ambao tunapeleka watoto wetu shule na tunachelewesha watoto wetu. Wakenya wamezoea ukichelewa unasema ni jamu. Yaani ilikuwa imeshikana hivi mwalimu, na hata unabadilisha uso ili udanganye. Hata mwalimu anaweza kuwa tu anakuona kwa mbali anasema, mzazi wa jamu amekuja, babake Karo mzazi. Hata saa zingine anakuuliza tu, leo kulikuwa na jamu. Unajua umezoea kudanganya. Na jambo la kudanganya ni mbaya. Wapendwa, niseme hivi, Shetani ndiye baba ya uongo wote. Na wakati hatuna ukweli, sisi tumejitangaza ya kwamba sisi ni watoto wa huyo Shetani Ibilisi. Nimesikia mara mingi sana watu wakisema kuna kudanganya kujisaidia. Ile kudanganya nyepesi ili ujisaidie. Nimesikia hata watu wakisema Mungu anasaidianga wale wamejisaidia. Na ninashindangwa hii maneno yote watu wanatoanga wapi? Na wengine ndio nawajua. Unaona tu mtu amesimama kidete akisema vile tu Mungu anasaidianga vile yule amejisaidia. Sasa kama sisi tunajisaidia, mbona hii janga limetushinda hivi ulimwengu mzima? Kama mtu anaweza kusimama kwa sababu Mungu anasaidianga yule amejisaidia, mbona hili janga limetulalia? Limelalia wa Kenya, limelalia wa Uganda, wa Nigeria, wa Amerika, wa Uturuki, kila mtu amelaliwa na hili jambo. Wa China hapo amelaliwa. Sasa unaona, hiyo jambo ya mtu anasaidianga bila amejisaidia ni udongo, ni mambo ya uongo. Na Shetani anafurahia sana, by the way, wakati sisi anajua sisi ni watoto wake, yeye ni mwalimu, sisi ni wakufunzi wake, kwa sababu ya udanganyifu. Yale kudanganya ya kunisaidia. Na hapa hata kanisani nasikianga watu wakinidanganya. Siku moja niliuliza tu kijana amesoma, na muuliza, wewe kweli mimi ndiye pastor wako? Ndio. Unataka nini? Nataka uweke signature yako kwa hii makaratasi yangu niende university. Nikamuuliza, na jina ya pastor wa kanisa hili anaitwaje? Akaniambia sijui. Nikamwambia, wewe unaweza kuwa ni Mkristo wa hapa na haumjui jina lake Vika, lile liko kwa kitambulisho chako. Nikamwambia, sasa utapata mazao ya kudanganya, enda nyumbani, sitakusaidia. Hata saa hii sijajuta kwa nini sikumwekea sahihi. Kwa sababu ninajua kuna wengi wanakuja wananiambia, mimi hatukuji kanisa hapa. Kuna moja aliniambia, kwetu ni Makueni, pastor wangu ni pastor so and so, hata nina namba yake hapa. Mimi ni wa AIC na siwezi pata huyo pastor, lakini sasa haja yangu ni wewe uweke sahihi yangu kwa hii kijikaratasi
Pastor, unisaidie. Huo ukweli, nikaona kijana mzuri, nikaona kijana ambaye anajielewa, kijana ambaye anataka kuishi, kijana ambaye ana msimamo, nikamwekea sahihi na nikamuombea na akaenda nyumbani. Hiyo ndio maisha ya Ukristo. Yes. Ukisimama unakumbuka kuna Kristo, kuna ufalme ambaye wewe na mimi tumeitwa kuwa mabalozi. Jambo la pili, anasema tuwe na uadilifu, righteousness. Now, uadilifu tunapata kutoka kwa Kristo mwenyewe, na tunapata kwa kujua ya kwamba tumeitwa ili tusimame na tufanye kile tunatakiwa kufanya. Kuna watu wengi ambao wanapata kazi, wanafanya kazi vile inatakikana, lakini wanapigwa vita, lakini Mungu anasimama na wao. Katika barua kwa Timotheo tunaambiwa kwamba yule ambaye anataka kuishi katika maisha ya Ukristo lazima apate suffering. Mimi sijui hii mambo ya injili ya juju ambayo inasema ukiwa Mkristo hutapatana na shida ilitoka wapi? Kwa sababu ile ahadi tunaishi nayo ni ya kuwa lazima tubebe, tujitwike msalaba. Wapendwa, msalaba wa Kristo ni mzito. Msalaba wa Kristo unabebwa na wale wanajua baada ya kuishi hapa ulimwenguni miaka 100, miaka 70, tutaenda na kila mtu atahukumiwa kwa kazi ambayo aliyofanya. Biblia inasema ikiwa nzuri na ikiwa mbaya, na kila mtu atapewa zawadi kulingana na kazi yake. Kwa hiyo kuishi ukiwa mwadilifu ni vizuri. Kuishi ukiwa mwanakiri mwema ni vizuri. Ni mzuri wewe Mungu ndiye anatuma mahali ambapo anataka mambo yawekwe sambamba na yawekwe sawasawa, kwa sababu anajua wewe ni mtumishi mwema. Alafu anasema askari wa Kirumi alikuwa anavaa viatu, na hizi viatu vya askari wa Kirumi zilikuwa zimejengwa vizuri ya kwamba zikifungwa kule chini hawezi umia. Uko chini ya viatu ilikuwa ina vitu kama miba ya kujishikilia ili aweze kusimama. Kuna watu wengi sana ambao ni Wakristo, lakini wanaishi maisha ni kama wana ugonjwa wa kifafa. Yes. Anaanguka, anainuka. Anaanguka, anainuka. Ni mzuri Mkristo asimame vizuri. Hata kama anatakiwa kusema lipi, aliseme na useme kwa ukweli. Sababu hivi ndivyo Mungu ametuita. Je, umesimama aje katika msimamo wako? Na katika safari, huyu askari wa Kirumi hangeumia kwa sababu viatu vyake viko sawa. Viatu vyake viko sawa. Wakati nilikuwa mdogo, kulikuwa na viatu, sijui siku hizi sijui kama askari naangalianga naona kama wanavaa viatu tu kama hizi ninavaa. Lakini askari wa jeshi na askari kuna viatu maalum wanapewa. Na hiyo kiatu hapa mbele kilikuwa kigumu sana. Katika lango yangu ya mama, hiyo kiatu kilikuwa kinaitwa kavunja ndua. Na ndua ni mahali pombe inawekwa. Kwa hivyo askari akienda mahali pombe inawekwa, anagonga hiyo kakitu kanavunjika. Kiatu aina hiyo.
ambayo inaweza vunja kile ambacho sio sahihi, sijui. Na ni vizuri askari waendelee na kuvaa hizo viatu ili wavunje ile mambo ambayo inatakiwa kuvunjwa na kusimama imara. Na mimi na wewe tumeitwa kukaa hivyo. Askari wa Kirumi alikuwa anatembea akiwa na ngao. Ngao ilikuwa ili watu wakirusha michale anajikinga yeye mwenyewe. Niliwaambia hapa Kenya kuna askari wanaitwa the General Service Unit, the GSU. Wakati wanakujanga na ngao zao. Hii ngao si ya kukugonga, hii ni ya kujilinda yeye mwenyewe kwa sababu ni askari. Na nakwambia hawezi toka kwenda kazini bila hiyo ngao kwa sababu yeye anaelewa umuhimu wake. Na Wakristo tunatakiwa kuwa na ngao ya imani, ili wakati mishale inarushwa kwetu tuweze kusimama, tuweze kuisimamisha na ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu na kusema imeandikwa. Kuna Wakristo watatu, na hii story inasema walikuwa Waanglikana na wakachelewa, walikuwa wamama. So wakafikiria kwa sababu wangetaka kuingia kanisa la Kikatoliki kwa mission, wawili wakasema watasema kwa father wao ni wa kanisa la Kirumi. Lakini huyu Mwanglikana akasema hapana, imani yangu haiwezi niruhusu niseme hivyo. Mimi nikienda nitasema hivyo. Mimi nitasema ni Mwanglikana. Wakaingia. Hawa wa pili wakasema sisi ni wa kanisa la Kikatoliki, wakadanganya. Sasa hiyo siku ilikuwa ya Ijumaa. Na kwa sababu ilikuwa siku ya Ijumaa, Wakristo waaminifu wa kanisa la Kikatoliki siku ya Friday hawakurangi nyama. Kwa hivyo father akawaambia hawa wa Katoliki badia, sasa nyinyi mnajua wa Katoliki hatukuli nyama Friday, kwa hivyo mkuje tukule chips hapa. Akawapeleka mahali wakakula chips. Lakini huyu Mwanglikana akaambiwa, sasa nyinyi unajua Waanglikana nyinyi mko sawa. Wewe enda pale kwa friji, kuna nyama imechomwa hapo, jiko ndio ile, uiweke moto ukule na ufurahie. Na huyo mama akajiweka kona moja ya meza na huyu mwingine. Alikuwa tu anawatolea ujicho la kuwaonyesha kuleni udanganyifu wenyu. Siku nyingine wakitoka walikuwa wanaumia sana. Walikuwa wanasema afadhali tungesema hata hatukujua Wakatoliki wakuli nyama Friday. Nasema waaminifu kwa sababu kuna Wakatoliki wengine wanaendanga kila mahali wakikula nyama, hawajui siku gani ama siku gani. Hatuongei mambo ya kanisa hapa, lakini nasema mambo ya kuwa na ngao ya imani ni muhimu sana. Kuna vijana watatu, Biblia inasema kwamba wakiwa mbele ya mfalme walimwambia, angalia hapa, sisi tunajua imani yetu iko sawa na tuwezi kukuinamia hapa. Sisi tunambijua akaulizwa ni Mungu gani ambaye atawatoa mikononi. Akasema hata hatujali, anaweza tutoa, lakini hata kama hatutoi hatakuwa budu wewe. Kitabu cha Kumbukumbu 31 mstari wa 6 inasema, na mimi sitawaacha kamwe. Yesu alirudia maneno haya katika kitabu cha Mathayo 28 na mstari wa 20. Akasema, nitakuwa na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. Kitabu cha Zaburi 50 na mstari wa 10 unasema ya kwamba, nalitieni jina langu na mimi nitawajibu. Katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 5 na wa 4, mstari wa 5 na wa 6 unasema, Mungu ataweka mapito yetu yawe sawa kwa sababu ya imani yetu. Alafu anasema ni mzuri muwe
na kofia ya wokovu. Unajua hii mambo sasa tunaielewa sana kama Wakenya, hasa hawa watu wa Nairobi. Lakini hata kwetu kwa kijiji naonanga sasa hawa watu wa pikipiki wako. Na mimi nasema hivi, mimi huwa ninabebwa na pikipiki mara mingi sana. Lakini wakati nabebwa na pikipiki kuna kitu kimoja huwa ninaitisha, kofia. Kwa sababu ukivaa hiyo kofia, yule alitengeneza hiyo kofia inakuanga na pamba huko ndani. Hata ukigongwa huwezi gongwa kichwa. Na kichwa kinakuanga kitu ambacho kinaweza vunjika. Sasa mtu ambaye hana kofia, kichwa chake kikigongwa, kufa ni haraka sana. Mimi nilienda Uganda, Kampala, mwaka wa 2004. Nikaona zile pikipiki ziko Kampala, nikaomba ya Mungu ya kwamba hizi pikipiki, naomba Mungu, sijawahi kufika hapa Nairobi. Sasa zilikuja. Mimi sijui kama ni Mungu hakujibu maombi yangu, lakini zimekuja. Lakini langu ni hili. Wakati unabebwa na huyo mwenye pikipiki, Wakristo wa Kenya, wacheni kubebwa mkiwa watu watatu. Unajua ubaya wa sisi Wakristo wa Kenya, saa zingine ni kuishi maisha ni kama unaishi kwa ndugu yako. Kama unaishi kwa minister wa internal security, kama unaishi kwa sababu ya Matiang'i. Tunajiweka adabu wakati wenye kuweka sheria wako karibu. Ni mbaya sana. Inaonyesha Ukristo wetu ni hafifu. Inaonyesha Ukristo wetu una kasoro. Mkristo anatakiwa akiwa kipweke awe Mkristo, akiwa hadharani akiwa Mkristo, katika maisha yake ya ndani na ya nje yeye ni Mkristo. Na unajua sisi tunajua kama Wakristo tunafanya dhambi. Yes. Na tunajuaje? Kwa sababu ni Yeremia alisema katika Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka wa 34 ya kwamba agano ya mwisho Mungu ni mwenyewe atanakiri amri zake katika roho zetu. Sisi katika amri roho zetu kumenakiriwa amri zake Mwenyezi Mungu. Na ndiposa hata kijitoto wakati kinafanya ubaya, kikisikia mama anakuja kinatulia. Watoto wakipiga darasani wakisikia mwalimu anakuja ananyamaza. Kwa sababu kila mtu anajua amri zake za vile Mungu anatakiwa kufuata ziko ndani yake. Hata wale wezi wako ndani ya kanisa, wale wezi wa fungu la 10 wanajua wao ni wezi. Lakini wanaimba wakijifuatia sababu ya kwamba kuna njanga, kuna hile njanga, kuna magonjwa, nini. Watu wengine wanasema hata hatujui pastor anafanya nini na sehemu ya 10. Shindwe. Wewe ni mwizi. Biblia inakutaja mwizi. Na Biblia haiwezi kuita mwizi mimi ni Kristo mtakatifu. Yes. Kofia ya wokovu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 21 tunasoma ya kwamba wokovu unaonekana kwa Kristo pekee. Jambo la 6 anasema tubebe neno lake Mwenyezi Mungu kama upanga. Jambo hili linaweza eleweka msikilizaji wangu ukiangalia maisha ya Kristo. Wakati alipelekwa nyikani na Shetani, baada ya kuomba siku 40 na siku 40, Shetani alijitokeza. Akamwambia Ebu pindua hii mawe yawe mkate. Yesu hakukana, hana nguvu ya kubadilisha mikate mawe iwe mkate. Hapana, hakufanya hiyo kazi. Alimwambia binadamu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa lile neno. Lakini ya kuleta hofu ama ya kuhofia, wapendwa, ni vile wa Kristo
hatujui neno. Nimesikiza wa saa zingine hata Waislamu wakisema mambo ya Biblia kuliko Wakristo wenyewe, na wameisoma, wanajua mahali. Yes. Lakini sisi tuna Biblia lakini tunaibeba tu Sunday ili padre aone wewe unabebanga Biblia uzito, unabeba hivyo. Watu wengine hata wakati tunasoma neno, ukisema tunasoma kitabu cha Ezra, anauliza kuna kitabu kama hiyo kwanza? Anaenda hapa mwanzo, anaanza kufungua, kweli kuko na Ezra. Unasema tutaenda kusoma kitabu cha Esther, anauliza kuna kitabu cha Esther kwa Biblia? Kwa sababu kuna Esther fulani anajua jirani mbaya sana. Kwa hivyo anajidwa, kunaweza kuwa na kitabu kama hiyo. Iko upanga wa neno lake Mwenyezi Mungu inafanya Wakristo wasimame. Wanajua amri ya Mungu inasema do not worship, usiabudu Mungu mwingine. Kwa hivyo wakati miungu inakuja kama binadamu, kuna miungu inakuja kama binadamu, unaiangalia, unaiambia mimi sitakuabudu kwa sababu sitaabudu Mungu mwingine. Yes. Nimekutana na watu ambao wanaabudu mali, wakijua Zaburi inasema dunia na vitu vilivyomo ni mali ya Mungu, watakuja polepole. Na kama kuna kitu wapendwa shetani hasema mangi, neno lake Mwenyezi Mungu lina nguvu. Ni katika neno Mungu aliumba ulimwengu wote. Ni katika neno watu wanapona. Ni katika neno watu wanalishwa. Jambo la mwisho, Waefeso wanasema tuwe watu wa maombi. Jambo ni lile kuomba. Jambo ni lile kuomba. Ukipatwa na shida, jambo ni lile kuomba. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 26 inasema hivi: Shethi naye alipata mtoto wa kiume akamuita Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuomba Mwenyezi Mungu kwa jina lake. Wale muda binadamu wameongea na Mungu ni kutoka kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 26b. Hapo ndipo binadamu alianza kuongea na Mwenyezi Mungu kwa jina lake. Uhusiano wa Mwenyezi Mungu na binadamu ulikuwa sawa kabla dhambi haijaingia ulimwenguni. Lakini dhambi ilitenga binadamu na Mungu. Yes, ilimtenga. Ubali wetu na Mungu ni sala moja. Na mimi ninafurahia sana wakati ninasoma kitabu cha Luka 11 mstari wa ukianza unasema, wanafunzi wake Yesu akamwambia tufunze kuomba kama vile Yohana Mtakatifu alivyofunza wanafunzi wake kuomba. Na Yesu akasema, mnapoomba semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike hapa duniani kama ilivyo huko mbinguni.
Na hilo ndilo ombi ambalo mimi na wewe tunatakiwa kujifunza. Kumwambia Mungu, lile utakalo kwako mbinguni na lifanyike hapa. Dunia itabadilika instantly wakati watu watafanya vile Mungu anataka watu wafanye, kama ilivyo huko juu mbinguni. Yes. Lakini hatuombi litakalo lifanyike. Watu wengi wametufunza ya kwamba hatuambii Mungu utakalo lifanyike, nilifanyike na lifanyike na lifanyike na lifanyike. Lakini Mungu huwa anawaza mawazo yake. Isaya anatuambia mawazo ya Mungu na yetu iumbali kama vile mbingu na nchi zimeachana. Na ndikonsa kuna hekima mimi na wewe kuomba Mungu utakalo lifanyike. Yes. Utakalo lifanyike litafanya Mungu awe Mungu hapa duniani. Awe Mungu mahali unafanya kazi. Awe Mungu ukiendesha gari. Awe Mungu ukiwa mwalimu. Awe Mungu ukiwa mzazi. Wale wazazi wanajua hivyo, hawawezi sema mambo ya walimu kwa watoto wao. Walimu wale wanajua hivyo, hawawezi tisha watoto watu wataanguka. Wao wanabariki na wanakuwa baraka. Sasa kuna watu tunasaidia wapate chakula, nakuta kiongozi ameleta chakula, mtu fulani ameleta chakula, lakini watu hawataki, hawajikumbukia kwamba hawao wana chakula, wanajifanya. So unakuta mtu ambaye ana chakula kwake kwa nyumba amekulia mwingine ambaye hana. Huyo hana akifa, laana linakuja kwako ambaye umekula chakula ya yule ambaye ulikuwa unatakiwa kukule kwake. Ndipo watu wanakufa tu ovyo ovyo tu. Na mimi niseme hivi nikimalizia. Mimi najua bila shaka yoyote ya kwamba kifo cha Mkristo kinatakiwa kuwa kifo ambacho kina mpango. Mungu alimwambia Abrahamu yeye hafichi siri kwa wale ambao anawapenda. Hini ukiona tu mtu anakufa ovyo ovyo tu hivi. Hata ukija hiyo mazishi yake usifikirie ati alikuwa anahusiana na Mungu. Pana. Kwa hivyo ni mzuri wewe ujiulize na jiulize. Hata ile mali ambayo unayo ujiulize uliipata aje? Mungu alikuacha ukiwa daktari, mbona unaibia wagonjwa? Mungu alikuacha utibu watu, mbona unalipisha vile halitakiwi? Mungu alikuacha ukiwa pastor kama mimi, mbona unalipisha maombi? Oh dear. Sikia mpasta fulani hii Nairobi ati kuombewa gari hii ndio bei. Lakini Wakristo hata nyinyi mnashinda. Kwani hamjui katika hekalu kitambaa kiliraruka kutoka juu mpaka chini? Ambia Mungu unataka gari. Yes. Kila unataka. Kama ni bwana mwambie unataka bwana. Kama ni mke mwambie unataka mke. Hii wadakadabra iishe. Tujipeleke kwake Mungu atubariki. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kusikia neno lako. Na tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo halikurudi bure. Naomba ya kwamba utubariki na utusaidie. Na utuwezeshe turudi katika hilo somo Bwana, tulisome na tulisikie ili umeme na ponye pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tungetaka kusema ni asante kwa Wakristo wa kanisa la Mtakatifu Veronica
Sadaka zenyu zimekuwa za baraka katika huduma katika parokia hii na katika kazi yake Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asante. Wale ambao hawajui, tunakuwa tukipokea sadaka kwa mtandao tukitumia nambari ya paybill ambayo ni 604876. Ukiulizwa account uandike jina lako na uandike sababu na tuombee sadaka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sadaka ambazo tunapokea hapa katika kanisa hili la Mtakatifu Veronica. Na Baba Mwenyezi, naombea na nabarikisha mpeanaji. Na Mwenyezi Mungu, ninawaombea ili katika fungu lao la 10, katika sadaka zao za shukrani na katika sadaka zao za kawaida, uwabariki na wainue. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua Mungu na hata kumpenda. Nayo baraka ya Mwenyezi Mungu Baba na ya Mwana na ya Roho Mtakatifu iwe kwenyu, ikae nanyi sasa na hapa milele. Amen. Jambo ni lile lile kuomba, jambo ni lile lile kuomba, jameni. Jambo ni lile lile kuomba, jambo ni lile lile kuomba. Vaeni silaha, tutashindana vita. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.